Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ninakushukuru wewe ambaye unatenga muda wako kuendelea kufuatilia mafundisho haya kupitia channel hii ya Mikono ya Kristo. Mungu akubariki sana kwa sababu umeamua kutenga muda kufuatilia neno la Mungu ili uweze kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu maisha ya Ukristo, nawe pia uweze kuishi ule Ukristo ambao Yesu anaokusudia. Kila mmoja wetu anapaswa kuwa mfuasi wa Yesu ili aweze kuishi ule Ukristo halisi ambao Yesu mwenyewe alitufundisha. Siku leo nimekuletea somo linalohusu laana. Na somo hili linasema jinsi laana inavyotembea. Kwa nini nimekuja kufundisha somo hili? Nataka nikukumbushe wewe Mkristo kwamba laana ilitupata baada ya dhambi kuingia. Ndipo laana ilipoanza. Na ile laana iliendelea kudumu katika maisha yetu, iliendelea kutung'ang'ania katika maisha yetu mpaka pale Mwokozi wa ulimwengu alipokuja, ambaye ni Kristo Yesu mwenyewe. Aliyekubali kufa kifo cha aibu kabisa pale msalabani, akabeba dhambi zetu, akabeba mateso yetu ambayo tulistahili kuteswa nayo, yakaishia pale msalabani. Sasa mateso yaliishia msalabani, lakini je, wewe msalaba ulikukomboa? Mpaka kufikia leo msalaba wa Yesu umekukomboa? Je, msalaba wa Yesu unaendelea kukukomboa? Je, upo salama kupitia msalaba wa Yesu ama la? Sasa hapa kuna makundi ya watu mbalimbali. Kuna waliookoka, waliobatizwa, waliompokea Kristo Yesu, wakakubali kwamba ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wakaokoka, lakini bado laana zinawatafuna. Hawa kwa nini laana zinawatafuna? Ni kwa sababu wakati wanapokea wokovu hawakupokea wokovu sawa sawa. Kwa sababu unapoamini, anasema ukiamini, inawezekana uliamini nusu nusu, inawezekana ulipokea wokovu, kwa sababu sio tu kutamka. Unaweza ukatamka kabisa na akili ya kwamba Kristo Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ukaongoza ile sala ya toba, ukamaliza vizuri. Yesu, ondoa jina langu katika kitabu cha hukumu, niandike upya katika kitabu cha uzima cha watu waendao mbinguni, na mambo kama hayo, ukaongozwa vizuri kabisa, ukamaliza. Anayekuongoza anakuongoza kwa imani, akiamini kwamba wewe umekubali moyoni mwako. Lakini inawezekana umekubali nusu, umekubali mguu mmoja upo kwa Kristo, umekubali mguu mmoja upo wapi? Kule ugaibuni, kule Misri. Mguu mmoja upo Misri, mguu mmoja hutaki kuachana na dhambi ulizonazo, au hutaki kuachana na mambo ya ukoo, au hutaki kuachana na mambo ya kimila. Wewe hujaokoka. Unahitaji kuelekezwa vizuri ili upate wokovu wa kweli. Sasa watu wa namna hii, laana, kuna baadhi ya laana ambazo zimetamkwa katika maisha, wewe usizijue, zinaweza kuwa zinakutafuna. Lakini kuna watu wa aina ya pili ambao sasa hawa hawajaokoka kabisa, hawajamkiri Yesu Kristo kwamba ndiye Bwana na Mwokozi wao, wanaendelea kuishi tu. Inawezekana kuna laana zilitamkwa katika familia yako zinakuandama. Swala hili ukitaka kugundua lipoje, angalia Yesu alipokuwa anawaponya. Yesu alipokuwa anaponya watu wengi sana, mara nyingi alikuwa anawaambia umesamehewa dhambi zako. Ile ni ishara ya kwamba uovu uliokuwa unawatesa watu wengi ulitokana na dhambi, lakini sio watu wote, ila watu wengi ambao Yesu aliwaponya aliwaambia neno hilo. Maana yake hata wewe leo hii inawezekana kuna vitu vinakutesa, kumbe vinakutesa kwa sababu ni vya asili. Inawezekana una changamoto kwenu, au hampati kazi kwenu, hampati kazi. Inawezekana kwenu watu hawasomi, yani wanaishia darasa la pili la tatu, wamepotea.
Inawezekana watu wa kwenu wana asili ya ugonjwa fulani. Ugonjwa tu, alikufa fulani. Watu kadhaa wakadhalika wamekufa kwa ugonjwa huo. Yaani kuna vile vitu ambavyo vina muendelezo. Yaani ile matatizo ambayo yana muendelezo. Fulani alikufa kwa ajali, mwingine alikufa kwa ajali, mwingine alikufa kwa ajali. Fulani alikufa kwa ugonjwa fulani, basi ule ugonjwa hafi mtu mmoja, wanakufa watu 3, 4, 5 kwenye familia ama kwenye ukoo. Hii ni dalili ya kwamba katikati ya hapo kuna laana ilitamkwa mahali. Kuna maneno ambayo yaliashiria huo uovu kwa sababu ambazo wao waliotamka walikuwa wanazijua. Sasa ubaya wa vitu hivi, inawezekana mtu aliingia kwenye maagano hayo labda miaka 20 nyuma, 50 nyuma, 100 nyuma. Kadiri miaka inavyokuwa mingi katika maagano hayo, wewe ndio unakuwa huwezi kujua chochote. Kwa hiyo kizazi kinazaliwa cha kwanza, cha pili, cha tatu, hakuna wanachojua. Lakini kuna vitu wewe unaumwa, kuna vitu nyie vinawatatiza, kuna vitu vinawatesa. Mnajiuliza, mbona tunaenda hospitali hatuponi? Mbona magonjwa haya tuyajui? Mbona tunazaa watoto wa aina fulani? Mbona familia yetu yani wote hawaolewi? Mbona familia yetu wanazalia nyumbani? Mbona familia yetu yote hakuna aliyezaa? Mbona familia yetu, yani vitu vinafanana. Kumbe ndani ya ukoo na familia kuna mambo yalitamkwa ambayo wewe huyajui. Na ndio maana somo linasema vizuri kabisa jinsi laana inavyotembea. Laana inatembea miaka na miaka kama hauijui. Kama watu waliingia kwenye maagano, yale maagano hayatoki bila kuyaondoa. Ndio maana halisi ya agano. Agano likishafanyika limewekwa kama agano. Kwa hiyo ulimwengu wa rohoni, ulimwengu wa giza unatambua agano. Na pia Mungu wa mbinguni aliye hai, Yesu mwenyewe anatambua agano. Ndio maana agano likuwa la uovu, unatakiwa usaidiwe kuliondoa hilo agano ili ubaki salama. Usipoliondoa agano, haijalishi unaweza kuwa umempokea Yesu, lakini agano lile ukuliondoa, umelibeba. Yaani kwa mfano kwenu mnatambika, mnaishi maisha ya kutambika, mnaishi maisha ya kuabudu miungu, mnaishi maisha ya aina hiyo ya kafara za kifamilia na za ukoo, mnaishi maisha hayo. Alafu wewe unakwenda kuokoka, unakwenda kusema umekiri kwamba Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ikiwa unajua kabisa matambiko kule unaendelea nayo, mambo ya waganga kienyeji unaendelea nayo. Sasa wewe haujaokoka, yani wewe umeenda kufanya kitu kama ni maigizo. Kwa hiyo wewe lazima hii laana itakutafuna na lazima ikufikie. Kwa nini? Kwa sababu laana haiondoki mpaka itakapoondolewa. Sasa ili upate kunielewa vizuri, hebu chukua Biblia yako, fungua kitabu cha Yoshua sura ya 6 aya ya 26 hadi aya ya 27. Aya 26 anasema nini? Anasema hivi: naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaaniwe na Bwana mtu yule atakaye inuka na kutaka kujenga tena mji huu wa Yeriko, atakayeweka msingi wake mzaliwa wake wa kwanza na afe. Sikiliza Yoshua anayesema, atakayejenga huo mji, atakayeweka msingi wake mzaliwa wa kwanza na afe, tena atakayesimamisha malango yake, mtoto wake wa kiume aliye mdogo na afe. Yoshua anatamka kwa habari ya kiapo cha laana. Hiki ni kiapo cha laana kwa sababu waliomba ule mji wa Yeriko. Ukisoma vizuri hapo utaona Yeriko ilidondoka, ukuta wa Yeriko ulidondoka. Baada ya hapo analaani kwamba atakayejenga tena huu mji wa Yeriko, mzali wake wa kwanza atakufa na wa pili atakufa, aliye mdogo atakufa. Nani anatamka maneno haya? Yoshua. Sasa Yoshua ukisoma aya 27 anasema, basi Bwana alikuwa pamoja na Yoshua, sifa zake zikaenea katika nchi ile yote. Sasa Yoshua anatamka kwa habari ya laana akiwa na nguvu ya Mungu.
Bwana akiwa pamoja naye, yani nguvu ya rohoni itokayo mbinguni iko pamoja na Yoshua. Yoshua anasema atekee jenga amelaaniwa huyu, na uzao wake utakufa. Mzao wa kwanza atakufa, atakayejenga msingi, atakayejenga malango, mzao wake tena atakufa. Maneno yakaishia hapo. Maisha yakaendelea kwa miaka mingi sana, Yoshua akiwa ametamka maneno haya. Sasa huyu Yoshua ni mtumishi wa Mungu. Wewe pia kwenu inawezekana kuna watumishi wasio wa Mungu, watumishi wa shetani, waganga wa kienyeji, waabudu miungu, wafanya matambiko, ambao walikaa katika mabaraza wakatamka kwa habari ya familia, wakasema familia hii, asiyefuata hili hatopata kazi, asiyepita njia hii hatoolewa, asiyekubaliana na maagano yetu ya kutoa kafara, huyu ataishi maisha ya kimaskini. Hayo yote ni maagano, wewe uyajui, wenzako waliyajua. Leo tunasoma kwenye Biblia na kuona kwamba Yoshua alisema, lakini ili alolisema Yoshua, tafakari, tangu Yoshua ameyasema haya, wakaandika na kitabu kinachoitwa Yoshua. Matokeo yamekuja kutokea katika kitabu cha Wafalme. Unaona vizuri? Wafalme wa kwanza, kuna vitabu kadhaa vimepita hapo mpaka unafikia kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza, ndio matokeo ambayo aliyasema Yoshua yanatokea. Ni miaka mingapi ilipita? Miaka mingi tunakwenda kusoma. Sasa ili uone matokeo ambayo hapa Yoshua ametamka laana, sasa fungua kitabu chako Wafalme wa kwanza sura ya 16. Wafalme wa kwanza sura, fungua Biblia yako Wafalme wa kwanza sura ya 16. Utanielewa ninachotaka kusema hapa ni nini? Wafalme wa kwanza sura ya 16 aya ya 34. Inasema hivi: katika siku zake Hiaeli Mbetheli akajenga Yeriko. Sikiliza. Huyu Hiaeli Mbetheli anataka kuiamsha tena ama kuijenga tena ama kuujenga tena ule ukuta wa Yeriko. Wakati anajenga au anataka kuijenga Yeriko, nini kilitokea? Akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza. Yoshua anasema atakayeweka msingi huu mzaliwa wake wa kwanza atakufa. Sasa atakufa makusudi, umemtoa kafara au la? Kwa kuwa laana ilitamkwa lazima itimie. Sasa Hiaeli amejenga msingi, anafiwa na mzaliwa wake wa kwanza kwenye msingi. Haya, anasema tena na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu. Nani aliyasema haya? Ameyasema Yoshua. Anakuja kufiwa, anafiwa Hiaeli ili kwenye kuweka malango. Kitu alichokitamka Yoshua ndicho kilitokea. Alisema atafiwa na mtoto wake mdogo. Na hapa tunaona Hiaeli anafiwa na mtoto wake mdogo, jina lake Segubu, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Haleluya! Tazama sasa mambo jinsi yalivyo. Mungu alisema na Yoshua, jambo likaja kutokea baada ya miaka mingi kupita, sio kidogo, ilipita miaka mingi sana ili linakuja kutokea. Sasa na wewe kwenye familia yako inawezekana kabisa kuna vitu vilinenwa, kuna vitu vilitamkwa na vinaendelea katika ulimwengu wa roho. Mikataba ya kiroho ipo inakudai. Ndio maana unaona kazini matatizo, mwingine akiajiriwa tu ndo kafukuzwa kazi. Yaani ukipata tu ajira umefukuzwa kazi. Yaani kila unapojaribu kusema sasa hapa ananyanyuka ndo mwisho wako. Haujiulizi ni kwa nini? Ni kwa sababu lazima kuna maagano ya kwamba huyo amepita njia ambayo sio tunayokubaliana nayo, kwa hiyo hataweza kufanikiwa. Haleluya. Sasa hili jambo ukishaona katika maisha yako, ukiona kuna vitu vya namna hii kama nilivyosema hapo mwanzo, magonjwa ya kujirudia rudia, matukio mabaya ya kujirudia rudia, vitu visivyofurahisha vya kujirudia rudia kwenye familia yako, kwenye ukoo wako, shughulikia hili mapema sana. Maana yake lipo tatizo linalowatesa nyinyi, lipo tatizo ambalo linawafanya mnataabika, yako maagano. Sasa suluhisho lake ni nini? Lazima umpokee Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako kiukweli kweli, kwa kudhamiria, sio vile ambavyo unaingia nusu nusu. Ukisoma kitabu cha Ezekiel sura ya 18 aya 19 hadi ya 20, suluhisho la mambo haya linapatikana hapa. Ezekiel kuna kitu anakisema.
Fungua Biblia yako, endelea kuweka, kama una Biblia andika vizuri ili ukifika kwenye Biblia yako ukasome. Ezekieli sura ya 18 aya 19 hadi 20. Inasema nini? Ezekieli 18, 19, 20 anasema hivi: lakini ninyi mwasema, kwa nini yule mwana asichukue uovu wa baba yake? Ili ni swali. Yule mwana atakapofanya yaliyo halali na haki na kuzishika amri zangu na kuzitenda, hakika ataishi. Hapa Ezekieli nabii anazungumza kwa habari ya watu walikuwa wanauliza kuhusu mtu kwa nini asibebe dhambi za wazazi wake. Lakini Ezekieli anasema kwamba huyu mtu akiishi, atakapofanya yaliyo halali na haki na kuzishika amri zangu, kwa maana ya amri za Mungu, na kuzitenda, hakika atafanya nini? Ataishi. Aya 20 anasisitiza jambo hili. Kule tunazungumza kwa habari ya laana, tunazungumza kwa habari ya mapokeo ya mababu na mabibi, ya wahenga ambao yanakutesa. Aya 20 anasema, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hatachukua uovu wa baba yake, wala baba hatauchukua uovu wa mwanaye. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Anasema nini hapa? Huwezi kuchukua uovu wa baba yako, wala baba yako hawezi kuchukua uovu wa kwako. Hapa kuna kitu kikubwa sana cha kujifunza. Utajiuliza, utatafakari, nitakufundisha siku nyingine. Kwa nini anazungumza kwa habari ya baba na sio mama? Kuna kitu hapo nataka ukielewe. Sio somo langu la siku ya leo. Lakini elewa kwamba anasema kwamba mwana hatachukua uovu wa baba yake, wala baba hatauchukua uovu wa mwanaye. Sasa hii inatumika vizuri sana, watumishi wengi wanapenda kuitumia, lakini ina sheria nyuma yake kwamba atakayefuata yaliyo mema, atakayetenda haki, atakayekubali haki na kuzishika amri za Mungu. Wakati huu anazungumza habari za Agano la Kale. Kwenye Agano Jipya tunaona sasa atakayekiri na kuamini kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wake, ndiyo kuzishika hizo, ndiyo kuelewa hizo amri, ndiyo kubeba kwamba utazishika na utafanya nini? Na utazitenda. Sasa wewe unasema mimi nimeokoka, ukitoka hapo unaenda kufanya matambiko. Wewe hujaokoka bado. Yaani wewe hujaelewa maana ya wokovu ni nini? Wokovu ni kuokolewa. Tunapokutoa kwenye maji ulipokuwa unazama, tukakuleta nchi kavu, ukaenda mbele ukaingia tena kwenye maji, wewe hujaokoka. Maana yake wewe unatakiwa kupatiwa semina kubwa, unatakiwa kufundishwa maisha ya kiroho, unaishi kwa namna gani? Tunakutoa kwenye matope, tunakusafisha, alafu tunakuacha huko salama, unang'aa, unamelemeta. Baada ya muda unaingia tena kwenye nini? Kwenye matope. Ndicho wewe unachokifanya. Ambaye umeokoka ukijua kabisa una matambiko, umeokoka ukijua kabisa utaki kuacha dhambi, utaki kuacha zinaa, utaki kuacha mambo ya kimiungu, utaki kuacha mambo ya kimaagano, ya kimila, hautaki kuacha. Yaani unayajua kwamba yapo, asili ya kweli unayajua kama ipo, lakini unaenda kwenye wokovu alafu hautaki kuacha. Yaani hutaki kukubali kuacha hayo mambo ya asili. Wewe hujaokoka. Ndio maana kuna watu wengi wanaenda mbele ya Mungu, wameokoka, wanaomba, wanalia, wanasali, wanaombewa, wanatoa sadaka, wanajimaliza, hakuna kinachofanyika kwa sababu agano linakataa. Unaenda kwenye agano la Mungu wakati agano lako la kimiungu hujaachana nalo. Haleluya. Kwa hiyo lazima uachane na agano la kimiungu. Achana na agano la kimila. Ili unapoenda kwa Yesu, unaposema ya kale yamepita, nimekuwa kiumbe kipya, Yesu anaanza upya. Anakuweka kama mtu fresh ambaye umezaliwa mara ya pili. Mambo aliyouliza Nikodemo, mtu anawezaje kuzaliwa mara ya pili? Alafu Yesu alimfundisha vizuri. Kwa hiyo na wewe ukitaka kuzaliwa mara ya pili, ili maagano yote yapanguliwe, kubali. Yesu alisema neno fulani kwamba mimi sikuja kuleta amani duniani, amekuja kuleta upanga. Kwa nini? Mlizoea kuabudu miungu, mmezoea kila mwaka mnaenda kutoa kafara za kifamilia, mmezoea kila mwaka mnatambika kama familia. Wewe utasema mimi sitambiki tena. Sasa unategemea hapo utachekewa. Hapo vita itanyanyuka. Sasa watu wengi pengine wanafeli hapa kwamba wanasema itakuwaje sasa? Nikiacha itakuwaje? Ndugu yangu, nakushauri mpendwa, fanya hivi. Achana na mambo ya kimila, mfuate Yesu. Kama unataka kuokoka kweli, fanya hivyo. Lakini kama unataka kupata wokovu ambao ni wabandia, basi unaweza kumfuata Kristo Yesu. Watumishi atakuongoza sala ya toba, utaenda utaabudu vizuri, utasifu, utaimba, lakini uelewe kwamba changamoto kwako hazitoisha. Kwa sababu gani? Haujampokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako kikamilifu. Maana unaweza kumpokea nusu nusu, kumpokea kikamilifu, kuzishika amri zake, kuzitenda,
ili Yesu afanye kazi ndani yako, Roho Mtakatifu akusaidie katika maisha yako ya kila siku. Ni matumaini yangu utakuwa umepata chochote kitu kupitia somo hili. Ni matumaini yangu utakuwa umebarikiwa. Ni matumaini yangu Roho wa Bwana atakuwa amekufunulia mafundisho haya na upate kuelewa kwa nini nakwambia kwa nini nimefundisha somo la laana jinsi inavyotembea. Laana inatembea kweli kweli, haijalishi umri. Laana iondoki kwa umri. Laana iondoki eti kwa miaka mingapi. Laana ni laana, wewe ni mkataba, lazima uvunjwe mkataba ili uendelee kuwa salama. Usipovunja mkataba wa kwanza, elewa kabisa kwamba hawezi kuwa na mkataba wa pili ukafanya kazi. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Nikuombe na endelee kusi kwamba endelea kufuatilia mafundisho kwenye channel yetu hapa YouTube. Lakini pia tunayo mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Tunayo channel yetu ya WhatsApp, jina hilo Mikono ya Kristo. Tunaendelea kufundishana, kupaza sauti, kulieneza neno la Mungu ili watu wa Mungu wapate kubarikiwa. Shetani asije akawahadaa, akawaingiza kwenye mtego, alafu baadaye akawapeleka kwenye shimo la moto kwa sababu tu ya kukosa maarifa. Basi endelea kufuatilia haya, share mafundisho haya kwa watu wengine mbalimbali kwenye magrupu yako na sehemu mbalimbali ambazo unaweza ukashare kadiri Mungu atakavyokubariki. Fanya hivyo na utabarikiwa zaidi na zaidi. Lakini pia usisite kuandika comment yako hapo kama una jambo au na maoni yote, andika amen, andika mshukuru Mungu kwa sababu ni neno la Mungu. Kama umelisikia mshukuru Mungu. Kuna watu wako magerezani huko hawajui hata hili neno watalisikia lini, na wanalitamani na wanakiunalo. Kuna watu wako mazingira ambayo hawezi kulisikia neno. Kuna nchi zingine hata kuhubiri hivi ni haramu, yani ni kitu ambacho ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo unapata neema kupata mafundisho, mshukuru Mungu. Basi endelea tu kucomment hapo kwa kadiri vile ambavyo utaona umebarikiwa. Na ziko namba za simu, unaweza kawa na changamoto na mambo private nataka tuzungumze, basi unaweza ukatupigia. Pia kuna namba ya WhatsApp hapo, tutafute kwenye WhatsApp tupigie, basi tutazungumza na wewe, tutazidi kujengana kiroho na Mungu atakubariki. Ukiona tupatikane hewani, mara nyingine tunakuwa tuna majukumu mengine katika huduma, tunakuwa busy na majukumu mengine, utuvumilie tu, lakini endelea kututafuta basi kupata kibali cha kuwasiliana na sisi. Basi tutazungumza na Mungu atakubariki kabisa kabisa. Ninakushukuru tena na tena. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga kwa niaba ya Mikono ya Kristo. Hadi wakati mwingine tunasema bye bye.